Na nimesema katika maeneo haya ya hospitalini, mgonjwa akifika wa dharura aanze kwanza kutibiwa. Mambo ya uandikishaji yatafuata, yatamkuta kwenye kitanda akiwa anapata matibabu. Tushughulike kwanza na kuokoa maisha yake, ndipo tuanze kuchukua taarifa zake. Yeyote mwenye dharura aanze kwanza kutibiwa. Taarifa zitamkuta, taarifa zitaandikishwa akiwa kitandani pale. Hivyo hivyo, mama mjamzito akifikishwa hospitalini aanze kwanza kupata huduma. Mambo ya kuandikishwa yatamfuata akiwa pale. Na kwa wale ambao wanafika baadhi ya vitu hawajakamilisha, nilipita hospitali moja nikawauliza akina mama ambao walikuwa wamejifungua, nikawauliza, hapa ulidaiwa nini na nini? Akasema sikuwa na ndoo. Nikaambiwa nikatafute ndoo, nikatafute beseni. Sasa maelekezo yako hivi: mama akifika na yuko na uchungu tayari, asiulizwe mambo ya ndoo wala beseni. Hospitali muwe na akiba ya hizo ndoo. Asisubirishwe, ahudumiwe. Hayo mengine yatashughulikiwa akiwa pale pale. Na serikali inaendelea kuyaratibu yale mengine ambayo yanajitokeza katika sekta ya afya. Natambua limekuwepo tatizo la upatikanaji wa dawa katika baadhi ya maeneo, aina ya dawa zinazotakiwa katika eneo mahususi. Nimewaelekeza Wizara ya Afya, kitengo cha wataalamu wa utafiti pamoja na bohari yetu ya dawa wafanye utafiti, ili wanapoagiza dawa waagize dawa zinazohitajika katika maeneo yetu husika, yanayohitajika, dawa zinazohitajika kufuatana na aina ya magonjwa ambayo yamekuwa yakisumbua zaidi watu wetu. Haipendezi mgonjwa kufika kwenye hospitali nzuri, imependeza, ina madaktari wazuri, wakatambua tatizo lake, alafu wanamwambia dawa haipo, nenda kwenye kioski pale ukanunue. Kioski kinawezaje kupata dawa ambayo serikali haiwezi kupata? Ufanyike utafiti ili tunapoagiza dawa tuagize zile zinazohitajika. Natambua utoshelevu wa dawa ndani ya hospitali zetu ni mkubwa. Kinachosumbua ni pale inapohitajika aina fulani ya dawa na inakuwa hiyo dawa haipo katika eneo husika. Hili linaweza kutatuliwa kwa kuhakikisha tunaagiza aina ya dawa zile ambazo zinahitajika.